Usisahau kusubscribe, kulike na kushare Costa TV ili uwe wa kwanza. Vera mzee wetu aweze kusikika pia kwa mtazamo. Bwana, habari za kwako? Salama. Salama kabisa, unasikika live. Ndio. Tumekutafuta katika masuala ya kisheria, pengine katika maswali mawili matatu. Jana kikao kimefanyika kati ya viongozi wa serikali, bodi ya ligi, TFF na viongozi wa Yanga na Simba. Na swali ambalo limezalishwa hapa, pengine yupi ambaye anapaswa kuwajibisha bodi ya ligi? Anayepaswa kuwajibisha bodi ya ligi ni TFF, ndio ana uwezo wa kuwajibisha bodi ya ligi, au ni mkutano mkuu wa vilabu ambao vinaunda bodi ya ligi. Ndio vitu ambao ndio watu wenye uwezo wa kuweza kuiwajibisha bodi ya ligi kwa makosa aliyofanya. Na anayepaswa kuipiga rungu TFF? Anayepaswa kuipiga rungu TFF ni mkutano mkuu wa TFF. Na hata labda viongozi wa wale ambao wana malalamiko na TFF, basi malalamiko yao yapelekwe kwenye vyombo vinavyohusika, au la sivyo wawashauri au waamue wao wenyewe TFF kuondoka. Lakini hakuna chombo kingine chochote ambacho kinaweza kuwajibisha TFF, kwa sababu hata vikao vya waziri anapofanya, kama nilivyowaambia jana, kama mimi nachukulia kama ni vikao vya, kwa sababu havina uwezo wa kuwajibisha TFF na havina uwezo wa kuwajibisha bodi ya ligi, na havina uwezo wa kulazimisha maamuzi yoyote yaliyoamuliwa na vyombo halali, ambao unapozungumzia vyombo halali ni bodi ya ligi na TFF yenyewe. Kwa maana hiyo kwamba hata kama watakuwa wamefanya makosa, hajafanya makosa, nafikiri serikali kazi yake ni kushauri tu. Aidha labda serikali iwashauri bodi ya ligi waweze kujiuzuru kwa hiari yao, lakini sio kwa kulazimisha. Sasa hapo mwanasheria, iwapo labda serikali ikazungumza wajitafakari, manake ikawa hivyo, labda jitafakarini nyinyi viongozi, alafu wao wakashindwa kujitafakari kwa kujiuzuru, pengine kitu gani sasa kinafuata hapo? Hakuna kitakachofuata. Ni lazima labda wale ambao tunasema ni warufani, walalamikaji, ndio anaweza kalalamika akachukua hatua nyingine, lakini huwezi kulazimisha kwamba TFF ajiuzuru kwa kutumia serikali. Serikali haina mamlaka hayo, kwa sababu akilazimisha basi FIFA wataingilia kati ya jambo hilo. Kwa hiyo mimi nafikiri watakaoweza kuwajibisha TFF ni mkutano mkuu wa TFF, au malalamiko ya klabu au chombo kingine chochote kwa vyombo vya juu vya CAF na FIFA, ndio anaweza kaweza kuiwajibisha TFF, na bodi ya ligi anaweza kawajibishwa na TFF au kwenye mkutano mkuu wa bodi ya ligi, ambao ni mkutano wa muunganiko wa vilabu vyote vya ligi kuu na vile vya daraja la kwanza. Kwa hiyo ndio maamuzi yanaweza kawa hivyo, lakini sio vinginevyo. Sasa kwa sakata ili jinsi lilivyo, mzee wetu, pengine mkutano huo unafanyika kwa wakati gani? Manake watu baadhi yao wana madukuduku, wengine wanataka rungu lipite, lakini wengine hawataki lipite. Pengine mkutano huo unafanyika mara baada ya muda gani? Labda nikwambie kwa mujibu wa kanuni na sheria. Ndio. Ni kwamba hata lingekuwa jambo kubwa kiasi gani, lakini lazima taratibu zifuatwe, kwa sababu vilabu vya Simba na Yanga ni wanachama wa mkutano mkuu wa TFF. Ambacho anaweza kafanya basi kushawishi wajumbe wa mkutano mkuu waweze kujiorodhesha, apate theluthi 3, theluthi 2 ya wajumbe wote, ili waweze kukosa imani na uongozi wa TFF. Lakini hata wewe ukasema ukaamka ukasema TFF iondoke, na ukiamka ukasema kwamba unafanya swali kwamba lazima TFF iondoke, basi labda wao wenyewe wawajibike kujiondoa wao wenyewe kwa hiari yao, lakini sio kuwalazimisha. Hiyo inawezekana kwa sababu ya busara. Unapoona kwamba wale unaowaongoza wamekosa imani na wewe, basi unaweza kujiuzuru mwenyewe kwa hiari yako, lakini hakuna chombo kitakachokulazimisha. Hiyo lazima niseme ukweli kwamba TFF watakaporidhika kwamba sasa sisi wale tunawaongoza wamekosa imani na sisi, na inategemeana na waongoza ni kwa theluthi ngapi au kwa asilimia ngapi hawakubaliani na wewe. Lakini katika kwa makosa ambayo yamefanyika na ligi, anayeweza kuwajibisha bodi ya ligi ni TFF, kwa sababu ndio maana
Mimi nitegemea vikao ambavyo vilikuwa tunakaa jana na waziri vilitakiwa niwe ni vikao vya TFF wakokaa na bodi ya ligi mwenyewe na vilabu alijadili swala hilo, lakini nimeshangaa kuona hivyo vikao vimeitishwa na waziri badala, kwa sababu swala hilo alipofika TFF kuangalia bodi ya ligi nini unapingana nini na vilabu vyako, wewe bodi ya ligi unapinganaje na vilabu vyako ambao ndio unasimamia ligi. Kwa hiyo nitegemea TFF ndio ambao kae mbele kuongoza kikao cha kutaka kujua nini kinaendelea, tatizo liko wapi. Lakini kwa sababu swala hilo nafikiri kilichosababisha ni kwamba pale Yanga alipoanza kukosa imani hata na rais wa TFF, inawezekana kutokana na ile matamko aliyotamka Yanga alitafsiri kwamba inawezekana na rais wa TFF hayuko upande wao, na pindi iliyolazimisha sasa TFF haiwezi kuitisha tena kikao kwa sababu TFF naye ameshaingia kwenye ugomvi na Yanga. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwamba kile kikao aongoze rais wa TFF wakati mwenyewe analaumiwa na klabu ya Yanga. Kwa hiyo mnafikiri na mtangazaji hali halisi hiyo na ndio maana waziri akalazimika kuitisha, la kuitisha, lakini bado mimi nasema hawezi kuleta upunguzi wowote, otherwise ni busara. Tunarudi kule kwenye busara aliyosema Mguto. Bwana wewe. Kwa hiyo tunarudi kwenye kanuni ambazo tunakataa tusiwe busara, kwa sababu waziri atasema jamani tumieni busara, wewe labda Yanga kubali kucheza. Yanga akikubali kucheza kwa kutumia busara za waziri, lakini otherwise itakuwa ni shida bado. Lakini kubwa ni kwamba Yanga ameenda kule Simba Bendekola, Yanga atasikiliza waziri anasema nini, akiridhika na kubali, asiporidhika basi tunafia endelee kwenye vyombo kwenye ngazi za malalamiko za kawaida ambazo labda sio anaendelea nazo au haendelee, rufaa kata rufaa walipinga maamuzi au hakupinga, ndio jambo la msingi. Kwa hiyo Yanga suluhisho pa kwenda ni kasi. Mimi sijajua ametumia ngazi ipi kwenda kasi. Nilichokuwa najua mimi baada ya yale maamuzi ya bodi ya ligi basi wangeenda kulalamika kwenye kamati ya sheria na haki za wachezaji, kwa sababu wale ndio wanasheria ambao wanatafsiri sheria na tafsiri kanuni. Kama wameenda kwenye kamati ya sheria na haki za wachezaji na wakatalia, basi ndio wanakuwa hawana njia nyingine zaidi ya kwenda kasi, kwa sababu kasi hawapokei. Ninachojua mimi hawapokei malalamiko ya moja kwa moja. Kasi wanapokea malalamiko yaliyoamuliwa na organs za shirikisho la mpira miguu Tanzania, kuangalia je, maamuzi walioamua yalikuwa sahihi au hayakuwa sahihi. Kwa hiyo wale wanatoa maamuzi according na maamuzi yaliyotolewa na vyombo vya TFF, na ndio wanatolea maamuzi. Na ndio maana anasema Yanga ukienda kwenye kamati ya sheria na haki za wachezaji wanamshtaki bodi ya ligi. Wanamshtaki bodi ya ligi mshtakiwa namba 1 na Simba mshtakiwa namba 2. Alafu wakipata matokeo wasiporidhika, sasa ndipo wanakwenda kasi kwamba maamuzi. Sasa wanakwenda kasi, wanamshtaki sio bodi ya ligi tena wala Simba. Wanamshtaki sasa ni kamati ya sheria na haki za wachezaji kwamba tulipeleka kesi yetu kwa shtaki bodi ya ligi, lakini maamuzi yaliyotolewa na kamati hii hakijaridhika. Kwa hiyo tunaomba kasi mpitie, muangalie maamuzi walioamua, je, walipata sheria kulingana na kanuni zetu za Tanzania na sheria zetu. Kwa kazi yao ni kuchukua ile muhtasari walioamua wale kamati ya sheria na haki za wachezaji, wanaupitia. Wakiona alipata sheria, basi Yanga anakuwa ameanguka. Wakiona kulingana na kanuni zinazoongoza mpira Tanzania na maamuzi walioamulia wao ni sio sahihi, ndipo hawa Yanga kwamba nini mnapewa pointi 3 na magoli 3, kama ni adhabu zitatolewa hiyo kwa bodi ya ligi kwenye vyombo. Okay. So, kwa hiyo yote kwa tukiwa tunahitimisha mazungumzo haya, kwa hili mwanasheria, ni wazi bodi ya ligi ndio imekosea, ama ni wazi pengine TFF, ama ni wazi Yanga, ama ni wazi Simba? Mimi nasema TFF huwezi kusema alikosea. Mimi sijaona alipokosea TFF, kwa sababu TFF lazima watu waelewe ile bodi ya ligi sio independent. Ile bodi ya ligi inafanya kazi ya chini ya TFF, na TFF amekasimisha madaraka kwenye bodi ya ligi kwamba wewe ndio utakayefanya kazi ya mpira ya kusimamia ligi badala mimi TFF kusimamia. Sawa na Tanzania nchi, rais wa nchi hii amekasimisha madaraka ya kuendesha mpira miguu kwa TFF, na TFF kakasimisha madaraka kwenye bodi ya ligi kwamba wewe ndio utakayesimamia ligi.
Sasa aliyefanya makosa sio TFF, aliyefanya makosa ni bodi ya ligi, na ndio maana mashtaka ya Yanga watamshtaki bodi ya ligi na klabu ya Simba. Klabu ya Simba amemshawishi bodi ya ligi, ameingia kwenye mfumo, alipoingia kwenye mfumo akatoa maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hiyo bado mimi nasema kwamba watu ambao wamefanya makosa haya ni Simba na bodi ya ligi. Simba amelazimika kukataa au kuandika barua kutokwenda uwanjani, wakati anajua swala la kutokufanya mazoezi halikuzuii kucheza mechi, ila utacheza chini ya malalamiko. Ndio sehemu kama ninavyosema kwamba na Yanga leo bodi ya ligi wakiamua kwa ule mchezo urudiwe, na wao wanawajibika kwenda kucheza. Wakikataa itakuwa ni kosa, wataenda kucheza chini ya mgomo kwamba sisi tunakubali kucheza, lakini sisi tuna rufaa yetu kwamba hatujatendewa haki kwenye kamati ya sheria na haki za wachezaji. Akishinda kule, hata kama alifungwa uwanjani na Simba, atarudishiwa pointi zake. Na kama alikuwa ameshinda goli moja bila, akishinda kesi kule, anaongeza goli mawili iwe pointi 3 na goli 5. Na hiyo ndio hicho ninachosema kwamba lazima kanuni ifuatwe. Kwa hiyo kwa hitimisho, kwa hili lilipofika, solution yake ama suluhisho lake tutegemee? Mimi nasema suluhisho yake, mimi sijakataa kikao alichoitisha waziri. Kama nilivyosema juzi kwamba mimi nachukulia kama ni kikao cha kamati ya harusi ya kujadili mipangilio na nini, lakini hakina maamuzi ya lazima. Kile kikao ni kikao ambacho kinaenda wanaenda kuwashauri, lakini wenye maamuzi ni bodi ya ligi. Lakini bodi ya ligi kama walishakaa, wameamua, wameapatia maamuzi Yanga wanatakiwa waendelee na safari yao ya kwenda kutafuta haki yao. Aidha kama wewe kutafuta haki yao, basi nakubali kwamba sisi tumeamua kuheshimu maamuzi ya bodi ya ligi, tutacheza mechi. Lakini kama hawajakubaliana, basi bodi ya ligi alipanga tarehe, lazima Yanga aende kacheze, lakini wakati huo wanaendelea na kesi yao. Kwa hiyo mimi nafikiri maamuzi ya waziri hayakuwa ya lazima. Ndio maana watu wengine hawaelewi, wanasema unajua serikali inaingilia mambo ya mchezo. Haijaingilia, hapana. Kuingilia ni kule kulazimisha maamuzi au kuilazimisha shirikisho kwamba tunawaagiza mfanye 1, 2, 3. Huko ndo kulazimisha, kwa sababu mwanachama wa FIFA ambaye ni TFF atalalamika kwamba serikali kulazimisha. Lakini waziri alichowaita pale ni kuwashauri kwamba kwa nini, inawezekana akasema kwa nini tufanye hivi na hivi na hivi. Hao walikuwa wanataka kujiridhisha nani alikuwa na kosa, ndipo hawezi kujua tu, lakini hawezi kulazimisha. Kwa ninachoshauri ni kwamba bodi ya ligi wajitathmini. Kumaliza tatizo hili ni bodi ya ligi kuweza kuresign. Ila kuambia kuresign ni kitu ambacho sio vigeni katika masuala ya uongozi. Ili kuanza upya. Waziri Mwinyi alikuwa waziri wa mambo ya ndani, alijiuzuru, lakini baadaye alikuja kuwa rais wa nchi. Kwa ni vitu vya kawaida. Kesho Mguto anajiuzuru leo, kesho atakuja kurudi kwenye uongozi. Lakini mwisho huyu Mguto mwenyewe kwanza muda wake kukaa bodi ya ligi umeshakwisha kwa mujibu wa taratibu. Sasa yuko pale, alikuweko pale kwa sababu alikuwa ni mwenyekiti wa klabu ya Coastal Union. Coastal Union imefanya uchaguzi, imemuondoa, imeweka mtu mwingine. Automatically muda wake wa kuwepo pale haupo tena. Ndio tujenge utamaduni huu kwamba sasa kiongozi wa Coastal Union aweze kuwakilisha Coastal Union, lakini yeye bado yuko pale, na wakati atakao ameshaondoka, na matokeo yake sasa amefanya makosa wakati na sio mwenyekiti wa Coastal Union. Haya ndio makosa ambayo kijaribu kurekebisha katiba zetu. Inawezekana kweli katiba inamruhusu kuendelea mpaka kufika mwisho, lakini fanye marekebisho katiba zetu kwamba mtu anapokuwa umeondoka kwenye uongozi wa club, automatically hapo unajiondoa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kwa hiyo ingeweza kusaidia, sijawaza matatizo yote yasingetokea. Lakini mwisho ambao naweza nikasema, naomba tutenganishe kati ya bodi ya ligi na TFF. Kwani kazi za TFF kuna mtu anataka kujua pengine kazi za TFF ni nini, kazi zake? Kazi za TFF ni overall wa mpira katika nchi nzima, ndio msimamizi wa mpira mkuu Tanzania. Lakini kuna mmoja aliwahi kusema kuna wakati shinikizo huenda inasadikika likatoka juu kule kuja kwenye bodi ya ligi. Hapana, hiyo ni hisia. Mimi nasema hizo ni hisia, na hisia huwezi kumzuia mtu. Mimi mwenyewe naweza nikasema kama watu watafsiri ile kauli aliyoongea rais wa TFF wakatafsiri kwamba
ilikuwa ni ushinikizo. Mimi sipendi kwa upande huo. Mimi nachosema inawezekana rais wa TFF aliongea, alipitiwa katika kuongea, lakini sio maana ya kwamba ilikuwa ni shinikizo. Ukisema ni shinikizo, bado utailaumu bodi ya ligi. How comes umepewa jukumu hapo na shinikizo na kubali? Bado tutalaumu hapo. Ndio maana mimi nasema hebu tujaribu kupata kanuni hizo. Na yeye create mgogoro huu ni klabu ya Simba, kumsikiliza katika jambo ambalo ni la kikanuni, na ndiye create mgogoro wote. Lazima nyoshewe kidole. Kwa sababu siku ile alipoona kwamba yeye hawezi, amekosewa au amezuiliwa kufanya mazoezi, na anajua kanuni kuzuiliwa kufanya mazoezi, kuzuia kucheza mchezo. Ndio, angeenda kucheza mchezo, anaendelea na malalamiko Yanga waadhibiwe kwa makosa yao ya kumzuia Simba kwenda uwanjani. Lakini sio kuyayusha mchezo. Sio kugomea mchezo. Ni vitu ambavyo tumejenga utamaduni wa kutokujiheshimu au kuheshimu mpira. Lakini vile vile TFF mimi nawashauri wasimsaidie bodi ya ligi katika tatizo la namna hii. Wajikalie peke yao, na kama amefanya makosa bodi ya ligi wamwamsibu kama makosa mengine. Wasionekane kama kwamba wao wanamkingia kifua, na hiyo ndio mgogoro unapokuja hapo. Asante sana mzee wetu Mvela. Asante sana. Bwana mwanasheria huyo konki kabisa akizungumza, nadhani mmemsikia akitema hapo cheche. Ndio.